Um, Hujambo na karibu katika fundisho la sasa. Huyu ni Evangelist Peter Maina, SDA Butown, NECF. Naomba nichukue fursa hii kushukuru Mungu kwa sababu ya kutupatia nafasi. Tumekuwa kwa muda wa mwezi moja na nusu hivi tukijaribu kuangalia kuhusu changamoto ambazo kanisa la Mungu la Masalio, changamoto ambazo kanisa litaweza kupitia na jinsi ambavyo Mwenyezi Mungu ataliongoza katika changamoto hizo kuhakikisha kwamba kusudi lake kupitia kwa kanisa lake limeweza kuafikiwa. Hayo ndiyo mambo ambayo tumekuwa tukiangalia, na Mungu amekuwa mwaminifu kwetu kabisa, na tunashukuru kwa sababu hiyo. Amekuwa mwaminifu tena sana, na kwa sababu hiyo hii leo tunataka kuangalia kitu muhimu ambacho kinaitwa individual accountability. Tuliona wakati uliopita ya kwamba Mwenyezi Mungu atalitakasa kanisa lake kwa njia tofauti tofauti, na until the National Sunday Law Crisis, ambapo ni mtihani, ndio siku ya mtihani. Na kama unaweza kumbuka, wakati uliopita tulisema kwamba mtihani huu kila mtu atafanyiwa kivyake. Tuko pamoja Kwa hivyo ninaomba nikuombee nisiseme mengi. Natumai ya kwamba umeweza kufahamu mambo machache, jinsi ambavyo shetani analiingilia kanisa kupitia kwa njia tofauti, na Mungu anafahamu kama mwenye shamba, na jinsi ambavyo Mwenyezi Mungu anashughulika kuhakikisha kwamba kanisa lake limekuwa safi ama limetoka katika church militant faith, na wale ambao ni waaminifu katika this faith, the church militant faith, atawapa nafasi ya kuwa church triumphant, that is after the National Sunday Law Crisis. Tuko pamoja, so karibu sana. Nitaomba alafu tuingie kwenye topic ya sasa, ikiwa hii ndio sehemu ya 10, sehemu ya mwisho katika hiyo series, ili tuweze kuingia kwenye sehemu nyingine. Kumbuka channel hii kusudi lake ni kuamsha Waadventista wa Sabato, na pia wale ambao si Waadventista wa Sabato, iwapo wanafuatilia, waweze kufahamu kweli, kwa sababu watu, kwa sababu ya changamoto ambazo zimeweza kuonekana, ama masaibu, ama mambo ambayo hayaridhishi, ama mambo ambayo si ya heshima, mambo ambayo tatiza kazi la Mungu kupitia kwa kanisa lake, wengi wanaweza wakasema kanisa hili ni kama makanisa yale mengine. Na baadaye katika mafundisho mengine nitakufundisha ya kwamba in the last days it is either you are in Adventism or in Catholicism. Hayo tutayasoma baadaye, baada ya hii series kuisha, ambao tunaimalizia sasa. Hebu tuombe. Mtakatifu Mwenyezi Mungu, katika jina la Yesu, unaponibariki kupitia kwa ujumbe huu, bariki msikilizaji na mtazamaji mahali popote walipo. Neema yako itufunike. Hebu fundisho hili liweze kuamsha nia zetu, tujue ya kwamba japokuwa tumeitwa na tukawa kikundi kikubwa, Bwana, uwakili ama tutatoa hesabu kila mtu binafsi mbele zako. Basi nitumie kama chombo, nipe mfululizo wa maneno, nikumbushe katika mawazo yangu yale ungetaka watoto wako pamoja nami tuweze kufahamu. Hebu ujumbe huu uweze kuwabariki wote watakaofuatilia. Katika Kristo naomba na kuamini, amina. Now, ninaomba nikuulize swali. Why did you join the SDA Church? Ulijiunga na kanisa la Adventista wa Sabato kwa nini? Hilo ni swali. Na watu hujiunga na kanisa la Adventista wa Sabato kupitia kwa njia tofauti tofauti. Njia ya kwanza ikiwa ni kusikiza Injili inapofundishwa aidha uwanjani, aidha mtandaoni, kupitia kwa vitabu, kupitia kwa mahusiano ya moja kwa moja na waumini ama watu ambao wamejiunga na kanisa la Adventista wa Sabato.
Wengine wanafunzi haswa wakiwa high school, wakiwa college, wanakutana na Injili, wanakubali kujiunga na kanisa. Kwa ufupi, watu wengi hujiunga kwa kusoma na kufundishwa ukweli fulani, haswa kuhusu sheria za Mwenyezi Mungu 10, ikiwemo amri ya 4 ambayo ni siku ya Sabato, ambayo tutaiangalia baadaye katika mafundisho mengine kwa undani. Na kuna kikundi kingine haswa wale ambao ni kutoka the third generation in Adventism kwao nyumbani. Mpaka sasa kuna kikundi kikubwa cha watu ambao wamejiunga na kanisa la Adventista wa Sabato through birth, wamezaliwa humo. Wazazi wao, grandfathers, grandparents, their parents have been in the Adventist church for the longest time, or even some of them were born in the Adventist church. Na kwa sababu hiyo wakazaliwa humo, and in most cases utagundua kwamba most of those, natumia the word most kwa sababu sio wote, most of those who are born in Adventism have no clue what is Adventism, na ndio maana baadaye wakikakaa wanaondoka kwa sababu pengine hawakujua. So nataka nikuulize, why did you join this church? Na siku ya leo ningetaka nikukumbushe ya kwamba kanisa hili alilianzisha kwa kusudi lake ambao tutalijua katika hii, ili uweze kuelewa ya kwamba ulipoitwa na ulipokubali kujiunga na kanisa hili, una jukumu lako binafsi la kufanya ama la kutimiza kusudi la Mungu alilokuwa nalo anapolianzisha kanisa la Adventista wa Sabato katika ulimwengu, haswa katika kipindi ambacho kanisa lilianza, kipindi post 1844, wakati Yesu ameingia patakatifu kufanya hukumu ya upelelezi. Now, swali lingine ama jambo lingine ambalo litatuongoza katika discussion ya siku ya leo ni ya kwamba what is your involvement in the affairs within the church? Naomba niseme hivi ya kwamba a baptized church member, any baptized church member, wakati mtu anabatizwa anapata nafasi ya kuhusika katika church business. Huenda ikawa pengine wewe ushaikuwa mshirika wa Sabbath school fulani, ama ukatembea sehemu ambayo wewe si mshirika wa hiyo Sabbath school, ni Waadventista wa Sabato ndio, lakini wakati the local church inafanya church business, unasikia tangazo aidha kutoka kwa mchungaji aidha kutoka kwa elder ya kwamba kama wewe ni mshirika wa Sabbath school wa shule ya Sabato hii, basi utabaki ndani, na kama wewe sio mshirika utatoka nje kwa dakika fulani, kwa sababu the church is getting into the business, in the church business. Kuna agendas fulani ambazo zinahitaji kuwa discussed, this fellowship na kadhalika, mambo mengi. So any baptized member anapewa njia ama nafasi ya kuhusika katika church business directly or indirectly. Tunaposema directly or indirectly, either atachaguliwa katika sehemu fulani position, awe mtumishi, au atakuwa anahusika katika church business wakati agenda fulani zinakuja. So ukiwa na hayo, na kukumbusha kwamba your involvement in the church affairs ama in the affairs of this church, baada ya kufahamu kile ambacho tunasoma hapa chini, utagundua kwamba God is going to hold you individually accountable. Bwana utatoa hesabu kwa Mungu, ulihusika vipi wewe binafsi, sio sisi wote kama kikundi. Kwa sababu tuliona sio kila mtu ameitwa ama sio kila mtu amejiunga na kanisa la Mungu yeye ni mtumishi wa Mungu. Kitu kingine, involvement in the mission of the church. Na kanisa hili kama tutakavyoona ni ya kwamba Bwana ameliita ili ya kwamba liweze kutimiza kusudi, aliweze kupeleka ujumbe fulani, ujumbe wa malaika watatu, kama tutakavyozungumza. Na katika kazi hiyo ndiyo tunafurahia tunapofanya kama kikundi, organized missions, either through the conference, through the church, through the district, ama watu wanajipanga. Lakini at the end of the day, ninasisitiza ya kwamba your involvement katika the mission ambayo Mwenyezi Mungu alipatia kanisa la Adventista wa Sabato, it is an individual ordeal, ama ni kazi ambayo unastahili kujihusisha kwayo binafsi. Na jambo lingine ambalo tutaliangalia, how do you relate with the church structure and organization? Tutazungumza baadaye, not in this episode ya leo haswa,
but in another series, because I have come to realize that so many people do not understand why the church was organized to ikaformiwa. There's a general conference, there's blah 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 blah. The people do not know. And there's a confusion in the church today, or in the minds of church members. People cannot differentiate between the church and the church structure. The church and the church structure. Hayo tutakuja kuizungumzia, na tutakapokuwa tunazungumza in the next series ambayo tutaanza, utagundua kwamba the church structure was only organized for mission, and for other purposes, to maintain unity, to maintain order, and then of course kazi iweze kusonga in different parts of the world, and so on and so forth. So hata kwa kutengenezwa kwa structure, all the structures that we have, they are supposed to propagate ama zitumike kupeleka injili. Now, what is your relationship with the truth? Hiyo ndio swali lingine ambalo tutakuja. So karibu sana, na tunapojaribu kujadili masuala haya, how and why you joined the SDA Church, ninaomba nikupeleke kidogo katika kitabu cha kutoka ama no, samahani, kutoka Matendo ya Mitume 24, Matendo ya Mitume, Acts of the Apostles, Matendo ya Mitume 26 mstari wa 14 hadi mstari wa 17. Kisa hiki ni kisa ambacho si kigeni kwako. Iwapo ni kigeni, basi umepata nafasi ya kukisikiliza na kusoma pamoja nami. Ni kisa cha mtumishi wa Mungu Paulo, na hiki kisa, hiki kisa kama bisi ambavyo nimetaja hapo, utanisamea kwamba imesonga mbele kabla sijamaliza kusoma, lakini naomba nisomee hapa. Hiki kisa ni kisa ambacho kinaeleza, Paulo anajaribu kujieleza kwa watu waliokutana nao hiyo siku. Ukisoma the entire chapter, is a very wonderful chapter. Alipata nafasi ya kuhubiria wakubwa wa serikali na watu wenye nguvu na kadhalika, na anatoa testimony, personal testimony. Anasema kwa nini yeye aliitwa na kwa nini anafanya hiyo kazi anayofanya. Now listen, hii kazi ya kuhubiri ujumbe malaika watatu, ama kwa nini, nikuulize swali ama tuiseme hivi, uliingiaje na kwa nini uliingia? Kama hukujua ni kwa nini uliingia, ni vizuri nikueleze na nikukumbushe ya kwamba Mungu alitutoa kwa ulimwengu na akatutoa kwa makanisa ya Jumapili. Niseme hivyo kwanza, alitutoa kwa ulimwengu na kwa makanisa ya Jumapili kwa kusudi, na kusudi hilo ndilo kusudi ambalo lilimfanya amtoe Paulo kwenye alimtoa ili amfanye kuwa mtumishi. Hebu tusome tusikilize. Inasema, tukaanguka nchi sote, nikasikia sauti ikisema nami kwa lugha ya Kiebrania, Sauli, Sauli, mbona waniudhi? Ni vigumu kwako kuupiga mateke mchokoo? Verse 15, nami nikasema, wewe u nani? Kumbuka tunasoma Matendo ya Mitume 26:14-17 ama Acts 26 verse 14 to 17. Now I'm in verse 15. Nami nikasema, wewe unani Bwana? Bwana akaniambia, mimi ni Yesu ambaye wewe unaniudhi. 16, lakini inuka usimame kwa miguu yako, maana nimekutokea kwa sababu hii. Naomba nisisitize hapo, nimekutokea. I'm reading verse 16. Maana nimekutokea kwa sababu hii, nikuweke wewe uwe mtumishi na shahidi wa mambo hayo uliyoyaona na wa mambo ambayo katika hayo nitajidhihirisha kwako. Sikiliza. So Paulo anasema kwamba Yesu wanapozungumza naye, kumbuka hii ni safari ya kuelekea Damascus, anamwambia kuna sababu imekufanya nikutokee. Naomba nikumbusha Waadventista wa Sabato, wewe unayenisikiliza, kwa nini Mungu kwa neema zake alikubali uwe Mwadventista wa Sabato, uhesabiwe pamoja na the Visible Remnant Church movement. Kwa nini Mungu alikufanya hivyo? Najua watu pengine wamesahau. Sikiliza. Bwana anamwambia Paulo, nimekutokea kwa sababu hii. Number one, ni kufanye uwe mtumishi, chombo cha kutumika, na zaidi sana ni kufanye uwe shahidi, a witness. Mambo hayo ambayo nimekudhihirisha ama nimekudhihirishia, nimekuonyesha, na yale ambayo nitakufunulia baadaye ushuhudie. Je, hayo sio hizo zile sababu ambazo zimemfanya Yesu aweze kutuita kwenye kanisa lake? Ni hizo hizo.
Alafu sikiza verse 17, nilikuokoa na watu wako na watu wa mataifa ambao nakutuma kwao. Remember, Paul was a Jew. Yeye alikuwa ni Myahudi haswa wa the sect of the Pharisees. Na sasa Yesu anamwambia nilikutoa kwa watu wako. Hata sisi tuliitwa, tulitoka. Nakumbuka personally kwetu wazazi wangu wako na background, my dad ama babangu kwa upande wao kwao ni watu wa AIC, akina mamangu ni Anglican mpaka leo, na wengine of course wamefuata dini zingine bado za Jumapili, lakini background tulitoka huko kwenye makanisa hayo na tukatolewa kwenye ulimwengu kwa wale ambao pengine hawakuwa na dini ama hawakuwa na kanisa la kufuata. Na maandiko inasema tulitolewa, verse 17, kumbuka ni Matendo ya Mitume 26. Verse. Sasa niko verse number 17. Nilikuokoa na watu wako na watu wa mataifa ambao ninakutuma kwao. And verse 18, there is a reason wanatumwa kwao ama tunatumwa kwao, wafumbue macho yao na kuwageuza waiache giza na kuielekea nuru, waziache na nguvu za shetani na kumwelekea Mungu, kisha wapate msamaha wa dhambi zao na urithi miongoni mwao waliotakaswa kwa imani iliyo kwangu mimi. Sikiza, so that they can have an opportunity to participate katika wokovu na mpango wa wokovu. Basi wale tuliotolewa kwao, okay, marafiki zetu upande wa Jumapili, Waislamu na kadhalika, kwenye tulitoka, Bwana anamwambia Paulo, ninakurudisha huko ili ya kwamba one, uwe shahidi na mtumishi, uwafungue macho na tena uwapatie nafasi ya kuingizwa katika mpango wa wokovu. Tutasoma kuhusu the sanctuary and the wonderful truth about the sanctuary. So kwa ufupi, kusudi la Mungu kuwa na kanisa lake from the beginning to the end, kuanzia wakati wa Abel duniani mpaka wakati atakapokuja mara ya pili, there is only one reason, ya kwamba ni chombo chake cha kazi cha kuwafikia watu wengine wale tuliotoka kwao. Number one, waweze kufunguliwa macho, waachane na nguvu za shetani, wamrudie Mungu wao. Is that not the first angel's message? Ya kwamba watu wamrudie Mungu muumbaji. So therefore, for testimonies to the church, naomba tuangalie hii quotation vizuri. Testimonies to the church volume 5 255 paragraph 2. God has his church. Na tumekuwa tukiangalia kuhusu hili kanisa from episode 1. In this day, and he has, as he called ancient Israel to stand as a light in the earth. So kama jinsi ambavyo Mungu aliwaita wana wa Israeli, it is for the same reason post 1844 Bwana alijiitia kikundi fulani cha watu wachache. Tutakuja kuangalia, tukiangalia the structure, how the church was organized. Na hizi vitu zinamaitwa general conference, division, ni nini hizo? Okay, so kama vile ambavyo alikuwa amewaita wana wa Israeli, it is for the same and with the same reason Bwana ameliita kanisa lake sasa. Na tunapoongea kuhusu kanisa hapa tunazungumzia the Seventh Day Adventist Church, ambayo kwa sasa iko katika church militant phase, ambayo iko na vikundi viwili vya watu, and soon it's supposed to get to the church militant. So waliitwa wawe mwanga katika ulimwengu. So therefore, ikiwa wanaitwa ama kanisa la Adventista wa Sabato tunaitwa ili tuwe mwanga. Na usisahau, it is an individual work. Ni kazi ambayo unafanya wewe binafsi. And that's why Bwana amekuruhusu wewe mahali uliko. Amekupatia kazi, mwingine yako US, mwingine yako UK, mwingine yako Kenya, mwingine ni mkulima, wherever we are, kwa sababu dunia imejaa watu katika sehemu hizo, basi Mungu ametuweka tuwe mwanga kwao. Tuwe mwanga kwao. Tuwatoe kwenye giza, tuwaingize kwenye nuru. 1 Peter chapter 2 verse 9. Nafikiri ni fungu ambalo unaweza ukarejelea 1 Peter 2 verse 9, ya kwamba tumeitwa tuweze kuangaza, tuleta watu katika nuru ya ajabu. Maana zamani tulitolewa kwenye giza hiyo. Tuko pamoja sasa? Now, with that understanding, tunaambiwa God has called his church in this day as he has called ancient Israel to stand as a light in the earth. Nafikiri hiyo imejirudia, hiyo tumeweza kuzungumzia. So alituita kwa njia gani? Alituita kwa njia gani?
Inasema by the mighty cleaver of truth, the messages of the first, the second, and the third angels, he has separated them from the churches and from the world, first to bring them into a sacred nearness to himself. Inasema alitumia ujumbe wa malaika, it's a mighty cleaver. Anatumia ujumbe wa malaika watatu, the first, the second, and the third angel, akatutenganisha na makanisa ya Jumapili na ulimwengu pia, ili kwanza atulete karibu zaidi naye. Number one, naomba nikukumbushe kitu, though tutadiscuss hiyo tukisoma prophecy baadaye. Ujumbe wa malaika wa kwanza, Revelation 14 verse 6 and 7. Jambo la kwanza, ujumbe huo unatangaza kipindi ambacho kanisa limeitwa kazini ni kipindi cha hukumu, hasa hukumu ya upelelezi. Na tunaambiwa ujumbe wa kwanza unawarejesha watu kwa Mungu wao muumbaji. Remember there is a counterfeit system ambayo iko duniani, okay? Iko na representation yake through the papacy, ama serikali na dini ya Kirumi ya kipapa ya sasa. Tuko pamoja? Tutasoma mambo hayo baadaye vizuri. So tunaambiwa the first angel anarudisha watu kwa Mungu wao, so tukarudishwa kwa Mungu muumbaji. That's why huwa tunataja siku ya Sabato, maana it's part of the 7 days of creation. 6 days of creation, 7th day Sabbath, Mungu anapumzika. Tuko pamoja, ambayo ni ishara katikati ya wale wanaomtambua Mungu huyo muumbaji naye. Hii ni ishara, ni ishara katikati ya Mungu na watu wake wanaomtambua kwamba ni Mungu muumbaji. So therefore, ujumbe wa malaika wa kwanza huu Bwana anautumia kwanza aturejeshe kwake. Number 2, the second angel's message, Revelation 14 verse 8, ya kwamba there is a counterfeit system, machafuko fulani ya kidini, spiritual deception ambayo iko duniani, machafuko inaitwa Babeli, machafuko ya mafundisho ya kidini, lakini Babeli hii imeanguka, yani mwisho wake it is very sure, kwa sababu mafundisho yake hajajengwa katika msingi wa kweli. And then the third angel's message, verse 9, 10, 12. Tuko pamoja all the way to verse 9, 10, 11, 12. The third angel, onyo la mwisho ya kwamba wale hawatarudi kwa Mungu wa pekee wa kweli, kama jinsi ambavyo inafundishwa na ujumbe wa malaika wa kwanza, waendelee kufuata system iliyochafuka ambayo anguko lake ni very sure, Babeli, kama tutakavyosoma baadaye, usiwe na wasiwasi. Basi wanapewa onyo la mwisho, na hili onyo linapeanwa sasa kwa sababu lina neema very soon. Na tunajua ya kwamba kipindi kinakuja, especially after the national Sunday crisis, Bwana atatumia kikundi cha wale ambao ni wasafi waaminifu katika the church militant, atawafanya kuwa church triumphant, ataunganisha pamoja na wale wamekuwa katika dhehebu tofauti wakimfuata Mungu kwa kweli kwa kile kidogo wanachojua. Atakuwa na kikundi kimoja, there will be a loud cry of the third angel, na sasa ujumbe huu utaenea kwa kasi na watu watapewa nafasi ya mwisho kujua Mungu wa pekee wa kweli na Yesu aliyetumwa. Wale watakao kubali waingie katika mpango wa wokovu, wale watakataa basi hukumu itakuja kupitia kwa Kristo atakavyokuwa amefanywa mfalme wa wafalme. So these are the messages, ama hizi ndizo ujumbe, the context ya the mission of the church. It is in that context ya the first, the second and the third angel's message. And therefore tunaposema ya kwamba Bwana ametuita, ametumia jumbe hizi, basi ni vizuri nieleze hapa ninapoendelea, ni watu wachache mno katika kanisa wanaokumbuka jumbe hizi ama wanazozifahamu na maana yake. Tuko pamoja? So as we shall come to discuss thereafter, especially wale ambao wamezaliwa juma, wengi wamebatizwa. Angalia jinsi ambavyo watu wanabatizwa haraka haraka. Kuna watu wanaofanya kazi katika institutions za kanisa, shule na kadhalika, lakini they are not Adventists. They have no clue. Hayo mambo tutazungumzia kwa sababu shetani ameyatumia kuharibu kazi ya Mungu. So the three angels messages, very important. Now akatumia hizo akasema, he has made them, wale ambao wamekubali kuitwa na Bwana, from the churches and from the world through the messages, the three angels messages, he has made them the depositaries of his law. A depositary ni kama mahali ambapo panawekwa pesa kwenye banki, hapa ama mahali watu wanaweka vitu vyenye dhamani. Mungu naye baada ya kulianzisha kanisa hili na kuliita na kuita watu from different churches na from the world,
akawa na special group, anasema hapo ndani akaweka deposit yake ya sheria zake. Okay? And has committed to them the great truths of prophecy for this time. Listen. Unapojiunga na kanisa hili wewe individually, unapomzaa mtoto afundishwe, and that's why we need to teach our children from when they are very young mpaka wanapokuwa watu wazima. They need to be taught the faith, the fundamental principles of the faith, wafundishwe. Maana it is in this church that God has deposited his law. Number two, it is in this church, it is to this church that he has committed the great truths of prophecy for this time. Unamjua inasema for this time kwa sababu there is a special message for this time, ujumbe wa muda ambao tunaishi. Okay? Nafikiri yule ambaye ni Mwadventista unaweza ukafahamu ya kwamba you have a very special message. Sio kila kitu. Lakini ona, jinsi ambavyo tumechanganyikiwa. Some of us, the health Sabbath, watu wana discuss how to overcome HIV and AIDS. Sasa hiyo sasa ndio nini hiyo sasa? Yaani watu wanakopi vile ulimwengu unafanya HIV AIDS day. Sasa wanaleta HIV. Njia ni rahisi ya kuepuka HIV. Wale wameolewa, you become faithful. Wale ambao hawajaolewa, you wait for your time ili unywe maji ya kisima chako mwenyewe. Uko pamoja. It's very simple. The law of God has been deposited in the church, in the SDA church. The great truths of prophecy. Kuna kweli nyingi katika prophecy singular za wakati huu. Kuna jumbe nyingi. Sasa jumbe hizo ambazo watu ulimwengu hawana fununu na hawezi elewa, Bwana kwa neema yake amezifunua na ameziweka wazi kwa kanisa la SDA. Na for that reason therefore, wewe binafsi, maana leo ninazungumza kuhusu individual accountability. Already there is a deposit. Kazi yako ni withdraw. Kazi yako ni kwenda hapo kwenye depository na kuchukua. The great truths of prophecy ziko hapo individually. Unajua siku hizi nilikufundisha last time nikakwambia, through the leadership, some of the leaders hawapendi ujumbe wa afya, hawapendi ujumbe wa prophecy. Ujumbe wa afya kwa sababu pengine kwa familia yao mke na watoto hawautii. For that reason, wana generalize, wanapokuja kwenye pulpit wanasema sikiliza, it is an individual accountability. Chochote ambacho Mungu amebariki nacho kanisa hili, it is your work to know. Na nikakuambia last time, education page 188 utaremuka kabisa 190, 191, 188, that chapter enda uisome ya kwamba it is not enough to know what others have come to believe to be the truth. Ni vizuri ujisomee, because mbele za Mungu utajibu, especially if you can study. If you're able to read, there is a lot of information. Na haswa hata katika hii channel we shall be discussing those things, ili ya kwamba uweze, na Mungu atujalie tusiseme kwa lugha nyepesi, ya kwamba ukilogin popote ulipo, na kama unafanya kwa prison chaplain, we can make these videos for the inmates. Huko prison kuna TV nyingi, we can record videos, we teach them, na ujumbe hizi wakiwa wamekaa huko kwenye rooms waweze kuzipata. So if you, in fact, this is part of the ministry ambayo tunatengeneza kwa sasa, we shall be doing that. Kama hatuwezi kuwa kwa kila prison, we can record videos, and through the chaplaincy ziwe zinafundishwa watu wakiwa huko inmates, wanasikiliza, wanaweza kufahamu. So ndugu zangu, the church has a depository ya sheria za Mungu and the great truths of prophecy for this time. Ni kazi yako kwenda hapo kwa bank na withdraw. Pesa ukiwa nayo kwa bank umeweka hapo na you do not withdraw, it might not help you. Tuko pamoja individually. Na kwa wale ambao wako na watoto, it's our work as parents to guide the children, to teach them these things, waweze kufahamu kusudi la Mungu kwa kanisa lake ni vipi, kwa sababu kila mtu atahusika kivyake mahali yaliko, na hatimaye kazi ya Mungu itaweza kusonga. So tunaambiwa, yes, the same quotation is a very wonderful blessed quotation. Inasema, like the holy oracles committed to the ancient Israel, these are a sacred trust to be communicated to the world. Sikiza, hii depository ambayo Mwenyezi Mungu ameweka katika kanisa la SDA ama in Adventism, wacha nisitumie hilo jina because the word church watu hawajalifahamu vizuri, linatumika interchangeably likidiscuss the organization, the
the church, the Sabbath school, the nini, sikiza. In Adventism, yani maisha ya Mwadventista kama tutakavyosoma hapa, utagundua kwamba Mungu intention yake ilikuwa hivi ya kwamba mimi niki-practice Adventism, I become a blessing to the others just by practicing it. Kuishi Adventista, okay? Like the Holy Oracles committed to the ancient Israelites, these are a sacred trust to be communicated to the world. Kumbuka, Paulo hakuitwa kuja kae hapo, alalelale hapo. Tumesoma tukasikia kwamba aliitwa ili ya kwamba arudi huko kwenye alitoka, kwa the Jews na aweze kwenda kwa ulimwengu, na ndio maana anakutana na viongozi wa Kirumi akina Agrippa na Felix na nani walikuwa wafanywa governors, wengine walikuwa Wayahudi wamefanywa kuwa viongozi na serikali iliyokuwa ya wakati huo ya Kirumi. So anazungumza nao, yuko sokoni, mara yuko huko anazungumza, and that is our work. So kwa ufupi, our mission is mission. Na basi mtu binafsi, wewe na mimi, tusipochukulia hiyo nafasi tuwefahamu hivyo, basi tutashinda tukilalamika tu tukisema watu wapange crusade. Ni wewe unapanga crusade, wewe ndio una sponsor kazi iweze kufanyika. It is your individual responsibility. Wewe ndio utakayefundisha. Kama watu hawafundishwi, fundisha. Na tunashukuru Mungu for technology, because naweza nikafundisha, niko Kenya, niko sehemu za Embu, lakini ujumbe huu unaweza ukafikia watu kwa haraka kwa sehemu tofauti tofauti. So let us take the work, tuchukue kazi hii kwa sababu uliitwa uifanye wewe binafsi. Tuko pamoja? Na mafungu haya ningaomba uweze kuyaandika mahali. 1 Corinthians chapter 3 verse 5 to 9. Paulo anasema we are co-laborers with God. Sasa highest honor ya kwamba sisi ni watendakazi pamoja na Mungu. 2 Corinthians chapter 5 verse 20 inasema sisi ni wajumbe, ambassadors. Sisi ni wajumbe, ambassadors. Tunastahili kuwakilisha Mungu na uungu na serikali ya mbinguni na katiba yake. Tunastahili kuiwakilisha. That is the work of the SDA church members. Our work is to be ambassadors for Christ. 2 Corinthians chapter 6 verse 1 and 4. We are workers together with ministers. Unajua, ukichukua hiyo minister uweke kwenye serikali, mfano hapa katika nchi yetu ya Kenya, a minister cabinet secretary ni mtu ambaye anakaa kwenye kikao cha siri cha serikali na kupanga mambo ya nchi. Serikali hii wanakaa wanafanya maamuzi on behalf of, sikiliza, on matter salvation. God has allowed Seventh-day Adventists to be in the cabinetry. Yes, serikali ya mbinguni. We make decisions. Imagine tulikuwa tumekaa kwa church board ama church business ama tuka one on one, watu wawili watatu, tunajaribu kupanga jinsi ambavyo watu watapata ujumbe wamjue Mungu wa pekee wa kweli na Yesu aliyetuma. Now, that's a wonderful work. Who each of us should be. Remember, you're an ambassador. Unachaguliwa ukiwa peke yako. Na an ambassador akienda katika nchi ambayo ametumwa, anakuanga na kazi moja peke yake. Atengeneze mahusiano baina ya nchi hiyo na hii, ili nchi yake mahali alikotoka iweze kujulikana, ili kuwe na faida katika uhusiano huo between mahali ameenda na nchi aliyotoka. Tuko pamoja sasa? And that is the solemn work ambao tumepewa individually mahali tuliko. It is our work to be an ambassadors. Jeremiah 51 verse 19 to 21, ukienda usome hapo, Jeremiah anasema Israel ni chombo cha Mungu cha kazi. In fact, ni rungu katika mkono wa Bwana. Anasema ni kupitia kwa rungu hii ama chombo hiki ama kifaa hiki cha vita atabomoa. It is through Adventism ambayo Mwenyezi Mungu anataka kubomoa kazi za yule mwovu, especially as is represented by the papacy ama the papal power na njia zake tatu. Kumbuka kuna wale kuna zile roho tatu chafu, the counterfeit ya Godhead, the Father, the Son and the Holy Spirit. So kazi hizo zinabomolewa kupitia kwa vyombo, chombo chake kanisa, na kanisa ni watu binafsi, wanahusika binafsi, na tena tunahusika pamoja kama kikundi, kama vile tutakavyosoma baadaye in the church organization and so forth. Now 1 Peter chapter 2 verse 9 tulikuwa tumeiquote ya kwamba tumeitwa tukatolewa kwenye giza ili tuweze kutangaza hizo fadhili, ili watu pia waingie kwenye nuru ya ajabu kama sisi. Matthew chapter 5:13 to 16 inasema sisi ni chumvi, to bring taste. Sisi ni kazi yetu kurudisha taste ya religion ama ya Kristo kwa watu.
lakini tumeharibu hiyo. Aona sasa in the SDA Church today in Kenya, ukijaribu kutaja jina la SDA, watu wanataka kukupiga. SDA Opticoin, SDA elder amechapwa na amekatwa na panga Narok, SDA mchungaji fulani amepatikana na uzinifu, SDA Rangos katika Karura SDA Church na CKC SDA na ziko kila mahali. Kwa ufupi tumeharibu, but tunaambiwa sisi yule ambaye amejiunga na Kristo, yeye ndiye anastahili kuwa taste, anarejesha ni chumvi, na chumvi ikiwa haina taste haina faida. Haina faida, haiwezi tumika tena. In the normal sense huwezi weka chumvi ambayo haina taste. Kama imeisha, maandiko inasema haitumiki tena. Alafu tena inasema sisi ndio mwanga wa kuangaza, kwa sababu there is spiritual darkness katika ulimwengu. Sisi kazi yetu ni ku make sure tumeangaza. Hatuna nafasi na kazi na matendo yasiyozaa ya giza. 2 Timothy chapter 2 verse 3 and 4. King James kama anaweza kariri kutoka kwa kichwa. 2 Timothy chapter 2 verse 3 and 4 inasema, thou therefore endure hardness as a good soldier. Okay, verse 4, a man that warreth and entangleth himself not with the affairs of this world, that he may please him who chose him to be a soldier. Nimesoma from the King James Version. Sikiliza, we are in the spiritual war. Ephesians chapter 6, ukisoma Ephesians chapter 6 verse 10 through 18, inaongea kuhusu we are in a spiritual battle, na inasema tusipovaa zile zana za vita, basi shetani atatushinda. So we are soldiers. Soldiers protect and fight the enemy. Our work is to fight the enemy. Tuko katika spiritual war, tunapigana na shetani ambaye anadanganya ulimwengu mzima. It is our work to fight back, kutumika to divert ama kusimama between the people na shetani. Tunakaa hapo katikati yao. First Peter inasema a royal priesthood. Sisi ndio tunastahili kuunganisha watu na Mungu wao. We return them to their creator. Wamjue Mungu wa pekee wa kweli, muumbaji, na Yesu aliyetumwa, the Son. Ona sasa, so that basically is the work that we are supposed to do. Revelation chapter 1 verse 20, makanisa yale 7 yanafananishwa na minara ambao tunawekelea mwangaza, na Yesu anaambia kanisa la Efeso in Revelation chapter 2 verse 5, usipotumika kwa sehemu yako kubeba taa, mshumaa ili uangaze, basi hakuna haja uwepo hapo. So tunafananishwa na candlestick. Watu wa Mungu, sikiliza. Bwana akujalie na amushe nia yako ya kwamba wewe umeitwa kuwa Mwadventista. I wish tuweze kujua kwamba tumebarikiwa kiasi kipi na Mungu kufanywa kuwa Waadventista wa Sabato katika imani hii. Na in the next series ambao tunaanza by next week God willing, so tunaingia mwezi wa 3 wa mwaka, tunaanza na new series. Na katika hiyo series ambao tutafanya ni kukuonyesha kwamba how blessed Adventism is. Yani Uadventista ni nini, tutaweza kuupanua vizuri. Who is an Adventist? Je, ni mtu ambaye anaenda kanisani siku ya Sabato? Je, ni mtu ambaye amevaa nguo za Pathfinder? Ni nani? Who is an Adventist? And who should be an Adventist? Mwadventista anakaa namna gani? Kwa sababu tunaambiwa it is either Adventism or Catholicism. Tutakuwa tunaangalia mambo hayo kwa undani. Now, spiritual gifts 4b, spiritual gifts 54 paragraph 1, tunaambiwa I was shown in regard to the remnant people of God taking a name. Now, remember, unajua kuna watu wanaitwa majina fani duniani. Na watu depending on the culture na mahali wametoka, wako na njia tofauti za kuita watu majina. Lakini jina biblically linasimamia character ama tabia. Na tunaambiwa ya kwamba Mungu, Sister White anaonyesha kwamba watu waliosalia, kwa sababu watu wanaosalia ni watu ambao wamesalia. In the context ambayo hii quotation inazungumzia, watu wa makanisa wamebaki huko kwenye ibada ya Jumapili, na sasa kuna wale ambao ni wachache na wametoka, wameamua kufuata Mungu wao. Bwana Sister White anasema I was shown in regard to those people of God having a name. Nataka usikilize hili jina ni lipi.
No name which we can take will be appropriate, but that which accords with our profession and expresses our faith and marks us as a peculiar people. Hili jina hatuwezi tukatafuta jina lingine isipokuwa lile ambalo linaambatana na kile ambacho tunakiri kuamini na kile ambacho tunaishi na kile ambacho kinafahamisha wale wengine ya kwamba sisi ni watu tofauti. Mambo matatu: that which accords with our profession, that which expresses our faith, and that which marks us as a peculiar people. Hilo ndilo jina ambalo Mwenyezi Mungu alitaka watu wake waitwe. Ni jina lipi hii? The name Seventh Day Adventist. Hiyo ndio jina sasa. Now the question is, who is a Seventh Day Adventist? Hayo mambo tutaangalia, kwa sababu tulipokuwa tunasoma in the previous episodes tuliona kumbe shetani ameleta watu wake in all the ranks, the leadership, the publishing house, everywhere, maana anataka kuharibu kazi. Lakini baadaye in the next series ambao tutaianza the following week, utagundua kwamba being an Adventist, jameni, ni kitu cha ajabu sana. Kuishi tu hiyo maisha ya Adventista. The name Seventh Day Adventist is a standing rebuke to the Protestant world. Unajua Protestant, watu wengi wanao wanaitwa wa Protestanti hawajui wana protest nini. But Adventist church members should know, tunastahili kujua na kuwafundisha, we are protesting the devil. Kama jinsi ambavyo analetwa kwetu na Catholicism. Simple. It is our work. Nitakufundisha baadaye, it's our work to expose the man of sin. Watu waweze kujua ya kwamba system ya Kikatoliki is devilish. It is baptized paganism. Ili watu wa Mungu waweze kutoka huko, because the Protestant, the so-called Protestants, nitakuonyesha kwamba katika vitabu zao zimejaa hapa ya kwamba wengi hawajui ya kwamba they are Catholics, ni vile ambavyo na katika vitabu imeandikwa hivyo, we are Catholics, lakini watu wengi hawajui. So the name ambayo tunastahili kuchukua sisi, ambao tumekubali kutoka kwenye makanisa na kutoka kwenye ulimwengu through the three angels message, it is the name Seventh Day Adventist. Tunaambiwa that name Seventh Day Adventist carries the true features of our faith. Hapa ndipo tutaanza in this quotation in the next series. First Testimonies, ama Testimonies to the Church, Volume 1, page 224, paragraph 1. The name Seventh Day Adventist carries the true features of our faith in front and will convict the inquiring mind. Hebu sikiliza hivi. Unajua, watu wakisikia wao watu wanaitwa Waadventista wanakuwa curious. Who are these people? And it is our work through kuzungumza and practice, especially kuishi. Maana nikakwambia kwamba ukishaelewa Adventista ni nini, wewe mwenyewe binafsi uishi Uadventista huo. The spirit evangelism, it is individual. Wewe unasikia uko na mzigo wa kuhubiri, kufanya kazi fulani, you don't need permission from anyone. Ninaposema you don't need permission, ninamaanisha exactly that, ya kwamba you don't need the permission from anyone to do evangelism. Tuseme sasa unataka, samahani kuna simu inayosumbua hapa. Tuseme sasa unataka kufanya huduma fulani, you don't seek for permission from people. Wewe unafahamisha iwapo ni kanisa for the sake of the unity, unafahamisha kanisa niko na mpango huu inapangwa, lakini permission ya kufanya kazi ya Mungu ni Mungu atapeana peke yake, not people. Elewa hivyo. Maana tunaambiwa that name, it carries the true features of our faith. The features, we shall discuss the features of Adventism baadaye. In front, zinatangulia na every inquiring mind. Mtu ambaye anadadisi na kuchunguza, basi atakuja kufahamu, kuelewa Adventista ni nini. Huenda ikawa umeishi maisha yasiyo ya Kiadventista within the church ama outside kwenye unafanya kazi. Je, watu wanaweza wakajua wewe ni Mwadventista? Can they see any difference between you and them? Haya mambo tutayachunguza baadaye.
Another information, Testimonies to the Church, volume 8, 153, paragraph 1. Every institution that bears that name. Mnalipata vizuri, especially viongozi wa kanisa, sikilizeni hapo. Every institution that bears the name Seventh-day Adventist is to be to the world as was Joseph in Egypt and as were Daniel and his fellows in Babylon. Institutions ni nyingi. Tuko pamoja? Remember these two guys ambao wametajwa hapa, Daniel in Babylon na Joseph in Egypt. They were in heathen land. Walikuwa katika nchi ambayo imekaa katika ama ina maisha tofauti na kumcha Mwenyezi Mungu, wa ibada ya sanamu. Lakini walikaa huko, wakawa waaminifu, na kupitia kwao Mungu wa pekee wa kweli, Mungu muumbaji na Yesu aliyetumwa wakajulikana. Remember, in the Old Testament kulikuwa na sacrifices. Wanapowachinja kondoo, walikuwa wanamchinja Kristo kwa imani, by faith. Tuko pamoja? So tunaambiwa ya kwamba institutions za kanisa zote zinazoandikwa jina Seventh-day Adventist, kama vile ambavyo watu binafsi zinastahili kuwa kama vile ambavyo Joseph alivyokuwa Egypt na jinsi. Remember, wewe ona hivi, tutazungumzia haya. Joseph alileta solution ya njaa. Mtu mmoja, Mwadventista mmoja, solution ya njaa. Aka-advise a whole government. Pharaoh, to be exact, mtu ambaye hawezi ambilika. Joseph alipatiana solution. Akasema, wewe utafanya hivi. Mtalima chakula miaka 7, msiwaste, muhifadhi miaka 7 ya njaa. One man, an Adventist. That's how influential we can be, tukijua na tukitaka kukaa kama Waadventista wa Sabato. Daniel, hata ukiangalia Daniel chapter 6, Medo-Persian Kingdom, the Medo-Persian King Medes, ambaye anaitwa Dario, anasema, ili nisipate hasara, nitamfanya Daniel kuwa yeye ndiye atakayesimamia wale wengine. They are looking for you. Wanatutafuta, ulimwengu unatafuta Waadventista. Lakini angalia institutions zetu. Tunapozungumzia kuhusu institutions, tunaongea kuhusu mashule, tunaongea kuhusu sanitariums, though sasa zimefanya kuwa hospitali zina run kama ulimwengu, publishing houses and other centers of influence. Tunastahili kuziongoza kwa mpango kiasi cha kwamba watu wa ulimwengu wanakuja kutafuta suluhisho. Look at it this way. Kama sisi tunaofanya homeschooling, ni vigumu sana kupata, ukitaja homeschooling kwa Adventista wa Sabato utasikia wewe ni offshoot. Wewe unapata ya kwamba watu wa ulimwengu wao washajua. Watu washajua. Utaje country living, huyo ni offshoot. Watu wa ulimwengu wanafanya. Nashukuru kwa wale ambao wana practice country living, wale ambao wamechukua hilo jambo kwa imani na Mungu amewawezesha. All those things that are happening. Angalia sasa watu wanapodadisi masuala ya preventive care. Huo ujumbe walipewa Waadventista wa Sabato kitambo. Yani, that's how blessed this church is. Tutakuja kuelewa hii baadaye. Inamaanishaje ya kwamba institutions za kanisa zinastahili kuwa vile Joseph alivyokuwa na vile Daniel alivyokuwa. Okay? We are Seventh-day Adventists. The question, are we ashamed? Selected Messages, Book 2, 384, paragraph 1. Are we ashamed of that name? No. I answer, no, I am not. It is the name the Lord has given us. Useme amina Bwana. Hili ni jina Mwenyezi Mungu amepeana mwenyewe, because it has a meaning. It has a meaning. Kwa sababu ya kuifanya iwe so long, nisingesoma mafungu fulani, lakini nitasoma. It has a meaning. Usiaibike kujiita Mwadventista wa Sabato, ila iwapo unafanya vituko vya ulimwengu, basi utaaibika sana. So start practicing Adventism. Because we are Adventist. Kuna vile tunastahili kuwa, kama tutakavyosoma in the next series. Nimekueleza in the next series itakuwa tunataka kujua. In fact, we'll be asking a question, who is a Seventh-day Adventist? Hiyo ndio series mzima tutakayofanya, 10-part series. Who is a Seventh-day Adventist? Ili sasa wewe ujipige mtihani, ujichunguze kama uko katika imani, na sisemi kama uko kwenye jumba structure, ama uko kwenye organization ya General Conference all the way, ama uko nje. Wewe binafsi, are you an Adventist? Hayo ndio maswali ambayo tutakuwa tunauliza in the next series. Bwana akitujalia.
Na kwa sababu we are Adventists, and this name we are never to be ashamed. Hata siku moja usiwahi aibika kulichukua hili jina, lakini kama hulijui na maana yake utaaibika kila siku, and that's why maybe unaanza kucompromise. Kiongozi unatumika compromise. Publishing house, Adventist Book Center, angalia vitabu vinavyouzwa huko. Nitakuonyesha mchezo ambao tuko nao sisi, mchezo mkubwa. Tunasaidia yule mwovu kutembeza ujumbe wake. Little Evangelist, sikilizeni kwa makini hapa. Tunakuja kujua who is an Adventist, and we shall discuss an Adventist in the context ya hii this episode ya mwisho ambao nimeileta. That one will be the message ambayo tutaibeba in the next series. We shall be discussing who is this person, who are these people, wama wanasema kuwa ni watu wa namna gani. I wish we knew, and the devil knows better, ya kwamba let us take our position as Seventh Day Adventist. Why? The name is a true expression of our faith. Chukueni, wacha tuchukue hilo jina, maana hilo jina ndilo linalofundisha watu na kuambia watu wengine sisi ni akina nani. Na hili jina linapoambia sisi ni akina nani, tunaambiwa hivi bado, I am instructed to call upon God's people to bring their actions good into harmony with that name. Wewe binafsi, matendo yako yaambatane na hilo jina. Shule ziwe ama zifanye kazi kulingana na hilo jina. All the centers of influences, Adventist Book Center, wale wanauza vitabu in all Adventist Book Centers, ujumbe unakuja hapa mbeleni, and nitakutumia kwenye nini yako, because a time has come we take that name, and that name we need not to be ashamed. Why? Kwa sababu hii, shika hii, kama hii ndio utashika ikiwa ya mwisho. The Seventh Day Adventist faith will bless whenever it is brought into the character building. Sisi tumeamini bwana. Yaani sisi tumeamini ili tuweze kutumwa kama siafu. Wewe uko shule huku, wewe unafanya PhD, wewe uko university, wewe ni mkulima wa nyanya, ukikaa na watu, basi imani hii inasambaa. Why? It will always bless. Mahali popote uadventista utapelekwa kusaidia watu kutengeneza tabia ya kiungu, watabarikiwa. Bwana akubariki. Swali tutakalo liuliza, who is an Adventist and why the church was organized, in the next episode. So, yale ambayo tumesema kwa dakika hizo 50 ni ya kwamba Bwana alikutoa mahali alikokutoa, ama alikubali uzaliwe katika imani hii kwa kusudi moja, utumike kama chombo cha kupeleka ujumbe huu wa sasa, ujumbe malaika watatu kwa ulimwengu. Na yule atakayekubali kuishi maisha ya Kiadventista, maandiko inasema atakuwa mibaraka kokote atakako kwenda. Maana Bwana kwa neema yake aliamua kufanya depository ya sheria zake and the great truths of prophecy in the church. So our work is to go to the bank na tuna withdraw, alafu tunaenda tunafanya transaction ili watu wengine waweze kusaidika. Huu ni Evangelist Peter Maina. Ikikupendeza na ukifurahia na ukisikia kwamba umebarikiwa, subscribe kama huja subscribe. Share with other people ili kwamba waweze kubarikiwa. Natumai kutokana na hii episode ama hii series ya 10-part series umeweza kung'amua machache na jinsi ambavyo Mungu anahusiana na kanisa lake. Ukiwa uko na swali ama ukiwa kuna jambo ambalo ungependa tuweze kulizungumzia, namba ndio hiyo, +254 79770 Kuna mipango mingi, we are open, we are doing a studio, we are trying to amass some capital for cameras, we are going to do so many things ili kwamba tuhakikisha kwamba watu wa Mungu wamebarikiwa, walio ndani ya kanisa na walio nje. Niite Evangelist Peter Maina, kanisa langu ni SDA Ebu Town Nekef, na ninashukuru Mungu kwa sababu ya kunipatia hii nafasi ya kukuzungumzia. Hebu ubarikiwe pamoja nami, na kutoka sasa usiaibike tena kujiita ama kuitwa Mwadventista wa Sabato. Na ukikubali kuishi kama Mwadventista wa Sabato,
utabarikiwa, na mahali utakakokwenda, you carry your religion with yourself. Mahali utakapoipeleka watu wa huko watabarikiwa. Bwana na aweze kuwabariki.